Okay, hii ni CF Media, mimi ni Jackie videographer. Video ambao unaiona hapo ambayo tumeshare na wewe kupitia katika page yetu ya CF Media TZ. Ni mwanadada ambaye ni mrembo sana ukimwangalia kwenye video, ana muonekano mzuri, lakini mwanadada huyo bwana amefariki dunia ni baada tu ya kubadilisha muonekano wake wa mwili. Mwanadada huyo ametokea nchini Nigeria. Inasemekana kwamba ameshazoea kufanya surgery katika mwili wake katika sehemu tofauti tofauti, na hata ukimwangalia muonekano wake, yes, anavutia sana. Kwa baadhi ya watu huwa wanampenda sana. Nini ambacho kimetokea bwana? Kabla ya kwenda kufanya surgery zaidi ya 3 mpaka 4 surgery hiyo, siku moja akiwa anataka kwenda kufanya surgery, alimwambia anti yake kwamba bwana, mimi nataka nikafanye surgery. Anti yake akamwambia, unafanya surgery ya nini? Akamwambia, nataka nikaongeze makalio. Anti yake akamwambia, haina haja, mbona una muonekano wako mzuri. Akamwambia, usifanye hivyo. Akaitikia tu sawa, kisha akaenda kufanya surgery ya kuongeza makalio. Aliporudi bwana kumuona anti yake, anti yake akamwambia kwamba mbona muonekano wako umekuwa mbaya tofauti na ule mara ya kwanza, nenda katoe hiyo surgery ambayo umeweka kwenye makalio, haijakupendeza. Wewe kufanya tu ulizika na huo mwili wako uliokuwa nao. Akamuitikia tena kwa mara ya pili tu sawa. Nini sasa kimetokea? Kumbe bwana alikuwa ameenda kubadilisha tena muonekano wake mwingine. Yaani ameenda tena kuongezea surgery nyingine ya mguu katika ipsi, yani katika mapaja hapa. Ukiangalia kwenye engo ya mguu kuna paja hapa ambayo kuna ipsi ambayo yeye ameenda kufanya surgery ambayo imemletea matatizo na kusababisha kifo chake tu, na baada ya mwili wake kushindwa kufunga. Yani ile nafasi ambayo ilikuwa ilikupasuliwa ikanashindwa kufunga na hakuna nyama nyingine za kuongezea. Inasemekana kwamba kabla hajaenda hospitali ambayo alitakiwa kufanya surgery, alienda kuna hospitali moja akaambiwa kwamba hiyo surgery unataka kufanya sio nzuri, kwa maana ya kwamba mwili wako umesha tight, hakuna tena sehemu ya kupasua kuongeza kitu, yani mwili wake umebana. Kwa maana ukiendelea kufanya surgery utapasua na itakosekana sehemu ya kukushona, itakuwa nafasi haipo, kwa utaacha mwili wako utakuwa wazi. Basi bwana mwanadada huyo akaona mbona kama wale hawajui, akatoka akaenda kwenye hospitali nyingine. Hiyo hospitali nyingine ambayo ameenda akamfanyia surgery vizuri. Sasa shida ilipokuja kutokea pale alipofanyiwa upasuaji, ikashindikana kufunga kama alipoambiwa kwenye ile hospitali ya kwanza. Ikabidi ahamishwe hospitali, akaenda kwenye hospitali nyingine. Hiyo hospitali ambayo ameenda kufanya nyingine kwa ajili ya matibabu baada tu ya kupasuka katika mguu wake, wakawa kila wanachokifanya wanachukua video kama uthibitisho kwamba yeye hajafanyiwa surgery katika hospitali hiyo, bali wao wanamuuguza tu. Ni video ambayo ina trendi sana katika peji zote za mitandao ya kijamii. Tukirudi Tanzania sasa, kuna story ambazo zina trendi zaidi za wanawake au wasanii wakubwa ambao wao wamefanya surgery. Tukianza na Wema Sepetu. Tumeweza kuona Wema Sepetu miaka kadhaa iliyopita aliweza kufanya surgery ya kurekebisha tumbo lake, yani utumbo wake aliweza kupunguza, kuondoa mafuta mwilini ili kuweza kuwa na kitumbo fulani hivi cha Slay Queen, anaonekana muonekano wa kimisi, na aliweza kuchukua misi mwaka fulani hivi. Lakini tukirudi tena mtu wa pili ambaye anafanya surgery anaitwa Posh Queen. Huyu naye ameenda kufanya surgery ya mwili wake, yani ameenda kubadilisha muonekano wake wa makalio na hips ili kuweza muonekano mzuri. Na ukimwangalia katika picha unaona kabisa Posh Queen amebadilika katika muonekano fulani hivi. Lakini tukienda tena kwa msanii wa tatu atwa Muna Love. Muna Love yeye bwana amefanya surgery karibia 2 ambazo surgery ya kwanza ni kubadilisha muonekano wake wa mashavu yake na kuweka vidimples. Ukiangalia katika picha zake unaweza kuona alikuwa hana vidimpo, lakini ameweka vidimpo. Tukija surgery ambayo nyingine amefanya Muna Love ni ya makalio, kuonekana muonekano mzuri wa makalio. Watu wengi wanajiuliza ni kwa nini wadada huwa hawaliziki na kile Mungu ambacho amewapa. Tukija kwa mwingine ambaye namba 4, Nicole Abel. Nicole bwana hivi karibuni hapa amezoa gumzo tu, ni baada tu ameshafanya surgery nyingi sana za kubadilisha mwili wake, na ukiangalia muonekano wake wa sasa na wa zamani ni tofauti. Amebadilisha mapaja yake, amebadilisha tumbo, amebadilisha lipsi, na hivi ameshia video ambayo ikimuonyesha kuwa amechonga sura, na ukiangalia kwenye miguu amechonga miguu iwe na muonekano mzuri sana. Huyo ni Nicole Abel ambaye ameshia baadhi ya video akiwa hospitalini. Nadhani unaona video hapo tumeshare na wewe. Mtu wa 5 anaitwa Ambalulu. Ambalulu naye pia amebadilisha muonekano wake au makalio, na tunaona wasanii wengi sana wanapenda kubadilisha mionekano ya makalio. Tunakuja namba 6, Aline Uwoya naye pia aliweza kubadilisha muonekano wake. Ni wasanii wengi sana ambao wanabadilisha mionekano yao ya makalio. Tunakuja msanii mwingine ambaye anafahamika kwa jina la Tanasha Donna. Huyu msanii ambaye
jina lake lilikuwa limetrendi sana, alikuwa ametoka na msanii Diamond Platinum. Lakini sasa hivi ukimwangalia Tanasha Donna, muonekano wake ni tofauti kabisa na kipindi kile ambacho akiwa amedate na kaka yetu bwana Nasibu, au sio? Tukienda tena namba 8, wasanii ambao wamefanya surgery, tunamuingiza pia Hamisa Mobeto. Hamisa Mobeto naye pia aliweza kubadilisha muonekano wake wa mwili na amekuwa na muonekano yani muonekano mzuri sana ambao hata wewe unamtazama hapo unavutiwa na muonekano huo. Lakini sasa hivi Hamisa Mobeto yuko na Azizi Ki, ni mume wake wa halali na ameona maisha yake tayari ameshamyokea, ameondoka. Tukija tukiangalia mwingine ambaye mtu amebadilisha muonekano wake, Malaika yeye amebadilisha pua yake. Huyu alikuwa anataka kumwiga Michael Jackson bwana. Tujikumbushe kwa nyuma, Michael Jackson yeye bwana ipo kumalizia yeye alifanya surgery ya pua, na surgery ambayo ilimpelekea kupata matatizo makubwa sana ya kushindwa kuema na pua mpaka kutaka kuanguka, na sababu ya kifo chake ni pua yake. Tunashindwa kuelewa ni kwa nini wadada wengi au wanawake wengi wanapenda kubadilisha mionekano. Hii tu ni kwa sababu ya nini? Hebu shusha comment yako hapo chini kupitia CF Media. Mimi ni Jackie videographer na ECF Media, bila kusahau wanangu sana kuna Betha Bibatu, pembeni Jackson Wilson, boss kwa heshima.